kilomita 35 kutoka mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar. Hazina kubwa ya asili na uhai imehifadhiwa, mahali ambapo viumbe hai wanaishi katika maeneo ya asili kwa amani kabisa bila hofu yoyote. Hii ni hifadhi ya taifa Jozani Ghuba Chwaka. Hifadhi ya taifa Jozani Ghuba Chwaka ndiyo hifadhi pekee ya taifa inayopatikana Zanzibar na ni hifadhi kubwa zaidi kuliko zote, ikitambulika kote duniani kama hifadhi ya viumbe hai, yani Biosphere Reserve. Eneo hili la pekee limebeba historia kubwa ya harakati za uhifadhi. Inaelezwa kuwa kabla ya Jozani kuwa hifadhi, ilikuwa ni msitu wa kawaida uliozungukwa na vijiji. Msitu huu ulilindwa kwa njia za asili kupitia taratibu mbalimbali za wakazi hao wa awali. Lakini kufikia mwaka 1956 katika utawala wa kikoloni, umuhimu wa msitu wa Jozani ulianza kugusa wengi na hatua za kuutunza zikaanza kushika hatamu. Hatua hii ilihusisha mazungumzo na wanakijiji wa Pete, ambao wengi wao walimiliki eneo ambalo lilikusudiwa kuanzisha hifadhi ya msitu. Msitu wa akiba Jozani ulianzishwa hapo awali na kutangazwa kwenye gazeti la serikali mwaka 1960 ukiwa na hekta 194. Mnamo mwaka 1965, msitu wa hifadhi ulikuwa umepanuliwa hadi hekta 590. Harakati zaidi ziliendelea na kufikia mwaka 1980, msitu wa Jozani ulikuwa na ukubwa wa hekta 2512. Wakati huu wote msitu ulihifadhiwa, lakini shughuli za matumizi ya msitu ziliendelea. Mwaka 1992, marufuku kamili ya matumizi mabaya ya miti ya msitu iliwekwa na ikuruhusiwa hata kuondoa miti iliyoanguka hifadhini. Shughuli za uhifadhi wa msitu ziliendelea. Thamani ya Jozani ikarejea. Mwaka 2005 ikatangazwa rasmi kama hifadhi ya taifa Jozani, na mwaka 2006 ikapanda hadhi zaidi na kuwa hifadhi ya taifa na hifadhi hai, ikijumuisha vijiji 9 vya pembezoni mwa hifadhi ambavyo ni Pete, Kitogani, Ukongoroni, Chwaka, Charawe, Unguja Ukuu, Michamvi na Cheju. Kutokana na juhudi kubwa za uhifadhi wa Jozani Ghuba Chwaka, shughuli za utalii pia zimeongezeka. Kuna aina nyingi za vivutio ndani ya hifadhi ya Jozani, mojawapo ni msitu wa Majimaji.
Msitu huu wa asili ni mjumuiko wa aina nyingi za mimea mikubwa na midogo. Aina hii ya msitu ni kiashiria kuwa kiwango cha maji chini ya ardhi kipo juu. Neno jozani limetokana na neno la wenyeji mwajoza, likimaanisha kidimbwi cha maji. Inaelezwa kuwa ukichimba kimo cha mita 1 ardhini unaweza kupata maji. Kutokana na hali ya unyevunyevu, msitu huu huwa na hali ya kijani kibichi katika majira yote ya mwaka. Ni msitu unaopendeza sana kwa macho. Miti yake imejipanga vizuri, kila mmoja ukimzidi mwenzake urefu ili kutafuta mwanga. Uwepo wa miti mingi mirefu umesaidia kutengeneza kivuli kizuri ndani ya msitu. Mgeni anaweza kutembea muda mrefu bila kuchoka, huku akifurahia mandhari nzuri yenye utulivu na upepo mwanana. Viumbe kama vile tumbili, nguchiro, kima na wengine wengi wamejipatia mahali salama pa kuishi. Mazingira haya yanawapatia chakula na sehemu ya kupumzikia. Hapa ni nyumbani kwao na wageni kutoka mataifa mbalimbali hufika jozani kuwatembelea. Huwezi kuzungumzia hifadhi ya jozani bila kutaja kimapunju. Viumbe hawa adimu hawapatikani kwingine popote isipokuwa Zanzibar pekee. Uso wa kimapunju ni mweusi na una taji la manyoya meupe, rangi ya pinki kwenye midomo na pua. Mgongo wake umefunikwa na manyoya ya kahawia yanayovutia sana, pamoja na mkia mrefu wenye rangi nyeusi kwa juu na nyeupe kwa chini. Tofauti na kima wengine, kimapunju huchagua chakula chake. Hupendelea kula majani machanga ya matawi na kuepuka kabisa kula vitu au matunda ya sukari, kwani mfumo wake wa umeng'enyaji hauwezi kuichakata. Kimapunju wamekuwa kivutio kikubwa kwa wageni. Kila anayefika jozani hutaka kumwona na kushuhudia maisha ya kimapunju. Hifadhi ya Taifa Jozani Ghuba Chwaka imegawanyika katika maeneo mbalimbali. Miongoni mwa maeneo hayo ni msitu wa mikoko katika shehia ya Pete. Msitu wa mikoko ni ardhi oevu yenye sifa ya miti inayostahimili chumvi. Misitu hii hufanya kazi kama kizuizi cha asili, kulinda ukanda wa pwani dhidi ya dhoruba na mmomonyoko wa ardhi, huku ikitoa makazi muhimu kwa viumbe mbalimbali vya baharini na nchi kavu. Wageni wanaotembelea hifadhi ya Taifa Jozani hupata fursa ya kutembea kwenye daraja maalumu linalokatiza kwenye msitu wa mikoko. Kuna aina 3 za mikoko kwenye eneo hili:
kuna mikoko magondi ambayo mizizi yake inatoka juu na kujikita ardhini, mkandaa na mfinzi. Daraja hili la mikoko lenye urefu usiopungua mita 370 ni moja ya vivutio vikubwa katika hifadhi ya taifa Jozani. Daraja hili ni moja ya miradi ya shehia ya Pete ikishirikiana na mamlaka ya hifadhi ya Jozani. Mapato yanayopatikana kwenye daraja hili hugawanywa kwa asilimia kubwa kwenda kwa wakazi wa shehia ya Pete na asilimia nyingine huingiza kwenye mfuko wa serikali. Mradi wa daraja na mnara wenye msitu wa mikoko ni miongoni mwa miradi mingi inayodhihirisha uhifadhi shirikishi katika msitu wa Jozani. Kabla ya mradi kuanzishwa mwaka 1977, msitu huu wa mikoko ulikuwa na hali mbaya kutokana na idadi kubwa ya ukataji miti kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Walikata mifinzi, kupata boriti na mikandaa kwa lengo la kutengeneza rangi. Lakini hivi sasa wanashehia wa Pete wamepata elimu ya kutosha juu ya uhifadhi, wanashirikishwa kwenye maamuzi pamoja na kupata gawio la mapato ya utalii katika maeneo yao. Kupitia utalii, wanashehia ya Pete wamepata ajira, wamejenga shule, wamefungua miradi ya visima vya maji na huduma zingine nyingi. Hivyo kwa wakazi wa Pete, usalama wa uhifadhi wa Jozani ni kipaumbele kwa ajili ya maendeleo yao. Hifadhi ya Jozani ni makazi ya viumbe vingi adimu duniani kama vile paa-nunga, sengi, kasina Jozani, yaani chura anayepatikana Jozani pekee, na kimapunju. Hapo zamani, kabla ya uhifadhi shirikishi, hifadhi ya Jozani ilikumbana na migogoro mingi ya wanyamapori na binadamu. Kimapunju na tumbili walishambulia sana mashamba ya wakazi wa vijiji vya jirani, hali iliyopelekea wanyama hao kuuawa na idadi yao kushuka sana. Ili kuokoa idadi ya viumbe hawa adimu, serikali ilibidi kutafuta namna ya kurejesha uhusiano mzuri na kupunguza migogoro hiyo. Wakulima wenye mashamba Jozani walitakiwa kujikusanya ili kupata fidia ya maafa yaliyosababishwa na wanyamapori, na hapo ndipo umoja wa wenye mashamba Jozani, yaani UWEMAJO, ulipoanzishwa. Kufuatia uelimishwaji juu ya uhifadhi na faida za utalii,
kuwa mdau mkubwa wa hifadhi ya Jordani. Wadau hawa hawajaishia kusubiri fidia pekee. Wameamua kujiongeza na kuanzisha miradi mbalimbali ya kujitengenezea kipato na uhifadhi endelevu wa wanyamapori kwa ajili ya vizazi vijavyo. Mmoja ya miradi hiyo ni Jozani Reptiles Park. Mradi huu unahusisha uhifadhi wa jamii za wanyama wa reptilia kama vile kasa, nyoka, kenge na jamii mbalimbali za kobe. Miongoni mwa jamii za kobe wanaopatikana hapa ni Aldabra Giant Tortoise, moja ya kobe wakubwa zaidi duniani. Wanyama hawa ni wenyeji wa kisiwa cha Aldabra huko Ushelisheli, lakini leo wanaishi hapa Jozani, wakiwa sehemu muhimu ya urithi wa asili wa Zanzibar. Aldabra Giant Tortoise ni miongoni mwa viumbe waliodumu kwa muda mrefu zaidi duniani. Wanyama hawa wanaweza kuishi hadi miaka 200. Meno yao yanaweza kuvunja majani magumu na shina la miti na hula karibu kila kitu kilichopo mbele yao. Jozani Reptile Park hutoa fursa ya kipekee ya kujua zaidi kuhusu Aldabra Tortoise na jinsi wanavyoweza kuishi kwa muda mrefu. Hapa wanyama hawa wanatunzwa kwa upendo na uangalizi wa hali ya juu kabisa. Mboga za majani mbalimbali hulimwa ndani ya vitalu maalumu vinavyohudumiwa kwa umakini mkubwa bila kutumia madawa makali ya kilimo, ili kuhakikisha kuwa kobe wanapata chakula safi na salama. Kobe wana tabia ya kipekee. Shughuli za malezi ya watoto kwao ni mwiko. Wajibu wa mama kobe huisha pale anapotaga mayai kwenye shimo na kuyafukia. Watoto hutotolewa wenyewe, hujitoa shimoni na kuanza maisha ya kujitegemea wenyewe bila msaada wa mzazi. Katika kipindi hicho cha utoto, kobe wengi huwindwa na wanyama wengine kwa ajili ya chakula. Kwa kutambua hatari wanaopitia kobe wachanga, wahifadhi wa Jozani Reptile Park huainisha maeneo ya viota vya kobe, na baada ya kobe kutaga viota hivyo huzungushiwa wavu maalumu ili kudhibiti vifaranga vya kobe visisambae baada ya kutotolewa. Vifaranga vikishatotolewa, wahifadhi huvichukua na kuvipeleka kwenye mazingira salama. Jamii zingine za kobe wanaopatikana hifadhini hapa ni Leopard Tortoise, kobe mashuhuri anayepatikana maeneo mbalimbali nchini, na kobe aina ya Kinixis. Kinixis ni kobe mdogo ambaye anaweza kukua hadi sentimita 22 na kuishi hadi miaka 50. Ukiachia mbali kobe ambao huishi nchi kavu, Jozani Reptile Park ni makazi salama ya kasa. Kasa ni kiumbe wa majini anayefanana sana na kobe, lakini miguu ya kasa haijaundwa kwa ajili ya kutembea bali kwa ajili ya kuogelea. Kuna aina 7 za kasa wa baharini duniani, lakini kasa wanaweza kutaga kwenye ardhi Zanzibar ni wawili tu: kasa wa kawaida na ng'amba. Hawa ni kasa wa kawaida, yaani Green Sea Turtle. Hii ni aina ya pili ya kasa mkubwa duniani ambaye inaweza kukua kwa urefu wa hadi mita 1.5 na uzito wa kilo 235. Kasa hupewa chakula na huhifadhiwa hapa kwa muda maalumu mpaka watakapokomaa vizuri na kurejeshwa baharini, ambapo ndio makazi yao ya asili. Huwezi kuzungumzia reptilia bila kuongelea nyoka. Huyu ni chatu. Chatu anayepatikana kwenye hifadhi hii ni Nathan Rock Python, wenye asili yao huko Afrika ya Kati. Mara nyingi nyoka hukutana na hatari ya kifo, hasa wanapoingia kwenye mashamba au makazi ya watu. Hii ni kutokana na hofu ya nyoka iliyojengeka kwa binadamu, lakini pia wanyama hawa huwinda mifugo ya wanakijiji kwa ajili ya chakula. Ili kuhakikisha kuwa nyoka hawa wanapata haki ya kuishi, wahifadhi wa Jozani Reptile Park
huchukua nyoka hao na kuwatunza katika vyumba maalumu na kuwapatia mahitaji yao muhimu kama vile maji na chakula. Uwepo wa wanyama mbalimbali kwenye hifadhi ya Reptilia Jozani umechochea sana mapato ya kigeni kwenye umoja wa wenye mashamba Jozani, yaani UWEMAJO, kwani wageni wanaotembelea hifadhi ya taifa Jozani hupata nafasi pia ya kutembelea hifadhi hii, kujionea wanyama na hata kununua bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa na ujasiriamali wa UWEMAJO. Ndio kusema ushirikishwaji wa jamii katika hifadhi ya taifa, hifadhi ya viumbe hai Jozani ya Ghuba Chwaka umeleta tija sio tu kwa uhifadhi, bali pia jamii zinazopakana na hifadhi. Ule uhasama wa wanyamapori na jamii sasa umepungua. Watu wengi wameona matunda ya kuwa na hifadhi karibu. Hifadhi ya taifa Jozani sio tu ni msitu, ni makazi ya viumbe adimu duniani. Ni hazina inayopaswa kulindwa usiku na mchana. Mbali na faida za kiikolojia, msitu huu unatoa pia fursa za kiuchumi na kukimbiza umasikini. Ni jukumu la kila mmoja kuutunza na kuulinda kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kumbuka, tumerithishwa, tuwarithishe. Jozani pamenoga, atakaye na aje.